Dodoma sasa inafikia hatua mpya. Kwaya ya Tumaini kutoka usharika wa KKKT Bigwa kwa furaha kubwa inawaletea kazi yao ya kwanza kabisa. Ni albamu mpya yenye ujumbe wa matumaini, faraja na wokovu. Albamu hii imepewa jina Usinipite Mwokozi. Ni albamu mpya yenye ujumbe wa matumaini, faraja na wokovu. Albamu hii imepewa jina Usinipite Mwokozi. Albamu hii ina nyimbo zilizojaa maombi ya moyo, sauti za sifa, shukrani kwa Mungu na ujumbe unaogusa maisha ya kila muamini. Jiunge nasi katika tukio maalum la uzinduzi wa albamu hii ya kipekee, ambapo tutashuhudia nyimbo mpya na ushiriki wa pamoja katika kumsifu Mungu. Usikose kuwa sehemu ya historia hii ya kiroho. Kwaya ya Tumaini usharika wa KKKT Bigwa inawakaribisha wote. Tunawashukuruni mno kuja kuungana pamoja nasi kwenye ibada hii ya leo. Mungu wa mbinguni awabariki na Mungu wa mbinguni awatunze. Karibuni nyumbani mwa Bwana. Kuna nyakati katika maisha ambapo moyo wa mwanadamu humlilia Mungu kwa unyenyekevu mkubwa. Ni sauti ya maombi, ni kilio cha matumaini, ni wito wa neema ya Mungu. Ndani ya usharika wa KKKT Bigwa kuna kundi la waimbaji waliounganishwa na kusudi moja, kumtukuza Mungu kwa sauti zao. Kundi hili linajulikana kama Kwaya ya Tumaini. Kwa miaka ya huduma wamekuwa wakihudumu kwa uaminifu, wakigusa mioyo ya wengi kupitia nyimbo za Injili. Na sasa safari yao imefikia hatua mpya. Kwa mara ya kwanza kabisa, Kwaya ya Tumaini inaleta albamu yao ya kwanza, albamu yenye ujumbe wa maombi, matumaini na wokovu. Albamu hii inaitwa Usinipite Mwokozi. Sikiliza risala ya kwaya kuu, Kwaya ya Tumaini. KKKT, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, kwaya kuu usharika wa Bigwa. Risala ya kwaya kuu Tumaini katika uzinduzi wa albamu Usinipite Mwokozi, tarehe 1 mwezi wa 3 2026. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, mkuu wa wilaya ya Morogoro mjini, Mheshimiwa Musa Kilakala, Mheshimiwa msaidizi wa askofu mkuu wa pili wa jimbo la Morogoro, mchungaji kiongozi usharika wa Bigwa, mchungaji Frank Bogasi, ndugu wageni maalum mlioambatana na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, dada Mary Lugina na Mrs. Stella Mapigano, mwakilishi wa mkuu wa chuo cha SUA, Mheshimiwa diwani kata ya Bigwa Richard Manda, Mheshimiwa mtendaji wa kata ya Bigwa, waheshimiwa wenye viti wa serikali za mitaa, waheshimiwa wachungaji wote mliohudhuria kutoka usharika mbalimbali, wainjilisti, maparishweka, waheshimiwa wazee wa kanisa, walezi wa kwaya kuu Tumaini KKKT Bigwa, wageni waalikwa, washarika wote, mabibi na mabwana, na wasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku hii adhimu ya uzinduzi wa albamu yetu iitwayo Usinipite Mwokozi. Leo ni siku ya ushuhuda wa uaminifu wa Mungu katika safari ya muda mrefu ya huduma ya uimbaji wa Injili. Ni siku ya furaha, shukrani na kujitoa upya kwa kazi ya Bwana. Historia fupi ya kwaya. Ndugu mgeni rasmi, kwaya hii ilianza mwaka 2000 ikiwa na waimbaji 5. Kati yao wanaume 3 na wanawake 2. Hadi kufikia siku ya leo ya uzinduzi wa albamu yetu, kwaya hii ina jumla ya wanakwaya 42. Kati yao wanaume ni 13 na wanawake ni 29, ambao wote wameshiriki katika uimbaji na uandaaji wa nyimbo zilizomo ndani ya albamu hii inayozinduliwa leo. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, kufikia hatua tulizopitia hadi uzinduzi wa leo, tayari tumeona mafanikio kadha. Baadhi ya nyimbo zimekuwa zikigusa na kubariki maisha ya watu. Tumejifunza na kukua kiroho pamoja na kimuziki. Tumejenga ushirikiano mzuri na watumishi na wadau wa Injili.
kwa kazi hii imekuwa chombo cha kuleta watu karibu zaidi na Mungu. Haya yote ni ushuhuda kuwa kazi ya Mungu husimama na kuzaa matunda. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, kwaya hii imefanikiwa kurekodi albamu ya sauti. Tunahitaji kufanya albamu ya picha mjongeo, yaani video, ambayo ndiyo inatulazimu kuomba kuchangiwa fedha zitakazotuwezesha kukamilisha kazi hiyo. Tunahitaji kiasi cha shilingi milioni 15. Gharama hizi zitatumika kwenye usafiri, chakula kwa siku zote za kufanya shooting, pamoja na gharama za maeneo yatakayofanyika kazi hiyo. Malengo ya kwaya: kutayarisha albamu yenye picha mjongeo, yaani video, kwa lengo la kufikisha ujumbe wa neno la Mungu kwa watu wote. Kutayarisha CD na flashi za kutosha kwa ajili ya kusambaza video hizo kwa watu wengi zaidi, ili kuwezesha kupata ujumbe wa neno la Mungu mahali popote watakapokuwepo. Kununua vyombo vya kisasa vitakavyotumika kutoa huduma ya uimbaji usharikani na maeneo mengine. Kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo ya kwaya na kuinuana kiuchumi. Hitimisho. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kukubali mwaliko wetu na kujumuika nasi katika kama mgeni rasmi. Uwepo wako unaonesha ushirikiano mzuri kati ya kanisa na serikali katika kujenga jamii yenye maadili, mshikamano na hofu ya Mungu. Na sisi tunasema Mungu akubariki katika kutumikia serikali yetu pamoja na wananchi. Kwa heshima na taadhima, sasa tunakuomba wewe na msaidizi wa askofu mtuzindulie albamu hii ya sauti yenye jina Usinipite Mwokozi na kutuanzishia changizo. Tunakushukuru sana wewe pamoja na wageni wote mlioshiriki nasi. Mungu awabariki sana. Risala hii imeandaliwa na kusomwa na mwenyekiti wa kwaya KKT usharika wa Bigwa, Unisinkia. Nashukuru kwa kunisikiliza. Asante. Naomba sasa wamkabidhi mgeni rasmi risala. Naomba sasa kwaya muimbe wimbo huo maalum uliobeba jina la albamu yenu, na baada ya hapo basi shughuli zingine zitaendelea.
Roho mbaya tu, roho mbaya tumeambiwa ni mbaya. Hebu piga makofi kwa ajili yao. Asante. Naomba sasa yule alibeba ile flash inayozinduliwa, tafadhali haikabidhi Mtakatifu, uketie mahali pa juu sana penye utukufu mwingi. Asante kwa ajili ya watoto wako uliowapa nafasi hii ya kukuimbia wewe, na mwishoni wameweka injili yao katika vifaa maalum vya kuenenda sehemu yoyote watu wakapata neno lako. Katika Zaburi ile ya 150 umesema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa, wametumia pumzi yao kukusifu na kukuimbia wewe. Nami kwa mamlaka ya neno lako na kwa agizo lako Mungu, ninaweka chombo hiki mikononi mwako. Kitakase, ukibariki, na yeyote atakayeenda kusikiliza akasikilize kwa utukufu wa jina lako na akapate kuokolewa, na roho mbaya ikamwache, na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Niombe sasa mheshimiwa mgeni rasmi, wewe tatukatia utepe ambao uko mahali hapa imeshaombewa. Wao sharika naomba tuketi. Tatukatia utepe ukiwa umeshikiliwa na mheshimiwa msaidizi wa askofu ili tuweze kuchukua kumbukumbu mbalimbali. Asanga. Au ni rangi ya chama Bwana asifiwe. Hizo zimezinduliwa rasmi. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa pamoja na msaidizi wa askofu, hii itakuwa ni zawadi yenu nyinyi, mtatuambia baadaye. Unajua siku zote imezoeleka tunapokea hotuba ya mgeni rasmi alafu tunaendelea na mambo mengine. Mara nyingi mpaka tunafika mwisho tunasahau hotuba ya mgeni rasmi. Sasa ile leo tusisahau, tunaanza sisi wengine kuhutubia. Mgeni rasmi atatoa hotuba yake mwisho ili tukiondoka tunaondoka nayo tukiwa na kumbukumbu hizo. Kwa hiyo mgeni rasmi ni kuomba ukaketi, alafu tutakupa nafasi baadaye. Baba msaidizi wa askofu naomba ukaketi, alafu baadaye tutakupa nafasi. Kwa wakati huu niombe sasa kwaya mtupe wimbo mwingine moja. Hata lini Bwana
Amen. Makofi na vigelegele tena kwao jamani. Naomba sasa kwaya, yaani hivyo vionjo mlivyotupa, Mungu awabariki. Hivyo alafu unajua leo mmependeza Msaidizi wa askofu, mkuu wa jimbo ambaye umemaliza muda. Kipekee ninapenda kumshukuru Mungu ambaye kwanza nishukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kufika mahali hapa na kunialika kwa ajili ya uzinduzi ya kwaya hii. Kipekee niwashukuru sana washirika wote wa jimbo hili la Morogoro. Nilipokuwa naangalia hapa nimekaa ya jimbo hili la Morogoro zaidi ya miaka 16. Kwa hiyo nimehudumu hapa, nimehudumu Mji Mpya, nimehudumu hata Kola. Kwa hiyo karibu wote ni Wakristo ambao ninawafahamu. Mungu awabariki sana. Ninashukuru sana kwamba nimestaafu na natarajia msaidizi ataniaga tarehe 29 mwezi wa 3. Kwa hiyo karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmeweza pia katika jimbo hili la Turia la Morogoro kunitunza. Wako wazee hapa, siwezi kuwasema majina. Kwa kweli nilivyo hivi kuna watu ambao waliweza kubeba hatima ya utumishi wangu mpaka nafikia mahali hapa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Basi mimi nilikuwa nafikiria sasa niseme nini. Sasa kwa sababu hawa watoto hawa kwa heshima kabisa mimi pamoja na familia yangu nitatoa shilingi 150,000 kwa leo. Nitatanguliza shilingi 50,000. Hizo zingine baada ya siku 2-3 nitazileta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Basi naomba fike pale kwa mgeni rasmi na katibu mkuu ili pia uweze kupata flash baba. Taungana na kwaya kwa kuchangia kiasi cha shilingi 150,000. Ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana nipandishe, Bwana niinue kwa nisimame, nipande milima yote, Bwana nipande. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina salamu mara mbili. Salamu ya kwanza ni ya kwangu binafsi na salamu ya pili ni ya ofisi.
Kuna walimu hapo wanaofundisha shule? Si wapo? Kama wapo, wewe nyosha tu kama wapo, wala sina shida nawe. Hamna hata mwalimu mmoja? Wapo, Kwa kawaida mkiwafundisha wanafunzi si mnawapa mtihani? Leo mimi nimewafundisha, nataka nione wangapi wameelewa. Lakini mimi na familia yangu tutaisapoti kwaya nyumbani hapa kwa shilingi 100,000 cash hizi hapa. Kwanza ngoja nitakuita baadaye, tutazichukua, iko hapa. Lakini nimesema nyimbo zinatoa roho mbaya. Ngoja nakuja mwenyewe, nitakuja mwenyewe. Nyimbo zinatoa roho mbaya. Nataka nione roho mbaya imewatoka wangapi. Wewe ukisema leo nina mapenzi mema na dini, Mdosi, uwe na 100, uwe na 200, naomba unichangie. Sasa mimi binafsi kutoa 100,000. Kianza na rafiki yangu Mwashibanda. Alianza sasa kwa sababu kuna majukumu mengine yameniagiza na kunituma. Mesema ofisi ya Diocese ya Morogoro, na mimi nikiwepo, na katibu mkuu akiwepo, na mtunza hazina akiwepo, na kitua akiwepo, ila hela hiyo haiji cash, inakuwa transferred, inahamishwa. Siku hizi mambo ya nani, inatoka huko inafikiri itahamishwa kwenye account yenu. Amesema anawaunga ninyi kwa shilingi 500,000. Katibu, umesikia katibu wangu message imefika. Haya, nihesabie hapo. Bwana wangu uzima wako umekuta na kufa kwa ajili. Bwana Yesu asifiwe. Jumla ile 100,000 dini na kusindikizwa tumepata 3,500. Kwanza ni wapongeze wanakwaya, mmependeza. Lakini Mungu awabariki kwa kazi hii ambayo mmeianza. Baba Askofu msaidizi na mchungaji, nimebarikiwa sana na ibada ya leo. Asanteni sana. Kwa kuwaunga mkono wanakwaya, Dada Mary Lugina atawachangia shilingi 600,000. Lakini leo naomba niwape 1,500,000. Jumapili ijayo nitakuja kusali hapa, nitaongeza tena. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Familia ya Mr. and Mrs. Mapigano inaahidi kutoa 500,000. Lakini kwa leo inatoa 300,000 cash. Bwana Yesu asifiwe. Serikali ya mtaa, mwenyekiti wa mtaa hapa, naahidi kutoa shilingi 20,000. Pamoja na wapendwa wetu, maharusi wetu, kwanza ni washukuru kwa kuzindua leo, na mimi natambua kuwa kuimba ni kusali mara 2. Natambua. Nimeona marafiki zangu kina Mama Macha, watu wazee kabisa wanaimba, lakini nashangaza kidogo vijana hatuimbi. Msaidizi wa Baba Askofu, mimi pamoja na kwa nafasi yangu ya udiwani ninatambua changamoto ya barabara iliyoko kutoka eneo la barabara kubwa kuja kanisani. Natambua maji ambayo ni mengi yanayopita kwenye mtaro na kuja huku chini. Kwa hivyo ni ahidi mbele ya madhabahu hii nitasimama kwenye council na kulisemea kwa nafasi yangu ya udiwani. Baba Askofu, msaidizi wa askofu, ninatambua pia mchango wa kanisa hili kwa kuwa sisi tunasimamia maendeleo ya watu pamoja na roho zao, nyinyi mnasimamia pia. Ninatambua mchango wa kanisa hili la KKT Bigwa katika kuwaletea wananchi maendeleo. Mimi pamoja na familia yangu nitachangia shilingi 200,000 cash ambayo naihamisha muda sio mrefu kwenye simu
lakini pia nitawapa wanakwaya, kwa kuwa ninafuga kama sehemu yangu ya mavuno, nitawapa wanakwaya mbuzi. Kama watakuwa wanasafiri huko, watatumia kama nyama wakati ule watakapokuwa wanakwenda huko. Asante Baba Askofu, nashukuru sana. Kiwe sana. Niwashukuru sana kwa wakati huu, lakini pia tunamshukuru Mungu mno kwa kazi anazoendelea kufanya katikati ya maisha yetu. Tangu kwaya hii ilivyoanza, tulianza wote tukiwa tunaimbia darasani na kusali huko darasani, na mwinjilisti alikuwa ndio kiongozi wetu. Tunashukuru sana. Kwa hiyo kwa shukrani ya familia kipekee, nilianza kwaya nikiwa kijana ambaye bado hajaoa, alafu mchumba wangu alikuwa ananitembelea kwenye kwaya. Na bahati nzuri Mungu akamsaidia, akabatizwa na akajiunga na kwaya. Kwa hiyo tuna zaidi robo karne tukiimba kwenye kwaya. Kwa hiyo ni hatua kubwa ya mafanikio ya kikundi chetu kwa sasa, na tunamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Kama sehemu ya shukrani, bahati mbaya sijawashirikisha, hawajui kinachoendelea hapo. Wanaogopa nini kinachoenda kutokea. Lakini kama sehemu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya familia hii, maana sasa wote ni waimbaji hapa unavyowaona, nina waunga wanakwaya wenzangu mkono kwa cash ya taslim shilingi milioni 1 na ninakabidhi hapo. Asante sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Barikiwe sana. Sasa kwa heshima tena na taadhimu, uje utusalimie na kusema neno lolote. Karibu sana baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha Kwaresima kuna masharti mengi, kwa hiyo inabidi tuwe tuna nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa nafasi ya kujitambulisha, lakini niwatambulishe na watu ambao nimeambatana nao. Mimi naitwa Winifred Kipako, ni afisa tarafa Morogoro mjini, na leo hii namwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye mlimwalika awe mgeni rasmi, lakini kwa bahati mbaya ana changamoto za kifamilia, amesafiri yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa sababu serikali inafanya kazi kama taasisi, kanielekeza mimi nije nimwakilishe, na naamini nitatenda kile ambacho alipanga yeye kuja kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa umuhimu wa wageni hawa ambao tumekuja nao pamoja, ningetamani nao wajitambulishe wenyewe kwa majina yao ili kila mmoja aweze kuwatambua. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Richard Severini Mmanda, ndiye diwani wa kata hii. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa dada Mary Rugina, muumini wa kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Dastela, ni muumini wa kanisa hili. Basi nashukuru, nadhani nimewasikia wenyewe, lakini nina faraja kubwa sana, msaidizi wa askofu na wageni wote, mwenyeji na mwakilishi wa wananchi kwenye kata ya Bigwa yuko hapa, kwa hiyo tuko salama. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa Bigwa barabarani. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Mengineyo tutaendelea pamoja. Haya, asanteni. Asante sana mama. Ndugu msaidizi wa askofu, ndugu wachungaji na viongozi tuliopo hapa na washirika tuliopo ndani ya kanisa hili, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyozungumza awali, niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye alitamani kuja hapa, lakini kwa bahati mbaya kutokana na mwingiliano. Kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu, naomba niungane na msaidizi wa askofu, kaongea maneno makubwa sana kuhusu masuala ya ukatili na roho mbaya. Lakini nakumbuka kama sikosei, Mathayo sura ya 22 hivi, kuna swali liliulizwa na moja wa Mafarisayo wanasheria,
walimuuliza Yesu, ni amri ipi kuu ambayo itaizidi ile ambayo ilikuwa kipindi ambacho cha Musa? Yesu alisema amri kuu ni upendo. Kwa maana kwanza umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kama tunavyopenda tulivyokuwepo hapa, lakini la pili umpende jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye upendo hakuna chuki. Kwenye upendo hakuna kudharauliana. Kwenye upendo hakuna kuoneana. Kwenye upendo kuna haki. Kwenye upendo kuna kuvumiliana. Msaidizi wa askofu, sasa hivi tuna changamoto kubwa sana kwenye familia zetu. Familia nyingi zinavunjika na watoto wanalelewa katika misingi ambayo sio mizuri kwa sababu upendo wa kweli umeondoka. Mwashibanda akazungumza kuwa tunakumbana na changamoto nyingi, lakini changamoto kubwa nayoiona sasa ni ndoa nyingi kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wanalelewa kwa misingi ya mama pekee au baba pekee badala ya baba na mama, na hii ndio inapelekea watoto wengi kupoteza mwelekeo, na ndipo tunaposababishia taifa kuwa na watoto wasiokuwa na maadili, kuwa na watoto wasiokuwa na hofu ya Mungu. Lakini kwa nini inakuwa hivi? Vijana wetu wengi tunaoingia kwenye ndoa hatupati mafunzo ya msingi kuhusu ndoa. Hatufundishwi uvumilivu. Mashibanda naye kaongea vizuri sana. Hatufundishwi uvumilivu. Makwazo kidogo unasema namwacha mwenzangu. Mwakazo kidogo unasema tuachane. Lakini umeshindwa kuelewa kuna kiumbe tumemleta katikati yetu anayehitaji mapenzi ya baba na mama. Bwana Yesu asifiwe. Ili tujenge taifa lenye watu wenye utii, wenye bidii, wenye uwerevu na wachapaji kazi, lazima mtoto alelewe katika misingi ya baba na mama, lakini vile vile kumcha Mungu. Kwa hiyo niwaombe wale wanaotarajia kuingia kwenye ndoa na sisi ambao tuko kwenye ndoa, tupambane kuzilinda ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili limezungumzwa kuhusu kutengwa kwa kundi la wanaume. Na nashukuru aliyezungumza ana uzoefu mkubwa sana. Ukipita mashuleni katika jinsia ya sasa hivi ambayo imetengwa na imejidharau, sio imedharaulika, imejidharau, ni jinsia ya kiume. Watoto wa kiume hawajiamini. Watoto wa kiume hawajioni kama wanasifa kuwa wanaume, kwa sababu hakuna jukwaa linalowazungumzia kwa kiasi kikubwa. Hakuna jukwaa linalowatetea kwa kiasi kikubwa. Na hii inapelekea kuwa na wakina baba dhaifu huko mbeleni. Wakina baba ambao hatuna maamuzi. Wakina baba ambao hatuwezi kusimamia familia zetu. Kwa hiyo niombe sana, kama kuna sehemu tulikosea, basi ni sehemu ya kurejea tulikotoka. Mungu aliumba familia, aliumba mme, aliumba mke. Ni lazima utaratibu wa Mungu uheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwatenga watoto wa kiume tunaua taifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine tumeambiwa hapa, tunamtukuza Mungu kwa nyimbo, kwa kwaya, kwa kuimba. Niwashukuru sana wanakwaya mliozindua leo albamu yenu. Mmefanya jambo kubwa. Naamini na mimi nitapata nakala moja. Mara nyingi sana na mimi wanatembea nasikiliza nyimbo za dini. Kwa hiyo naamini itakuwa inanikumbusha kupitia nyimbo zenu pale ambapo nitakuwa nataka kuteleza, kurudi kwenye mstari, lakini kuendelea kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la mwisho ambalo sio kwa muhimu, tuna changamoto nyingine ya vijana wetu mitaani wengi kutokupenda kufanya kazi. Tumekuwa na vijana wengi wanaowapendi kufanya kazi. Tumekuwa na vijana ambao wanapenda kulaumu na kukaa vijiweni bila kufanya kazi. Na mbaya zaidi, vijana wetu wengi wanafikiria kazi mpaka iwe yenye standard fulani. Hawataki kuanza chini. Nilienda sehemu moja, kuna kazi tulikuwa nataka tufanye ya kutumia nguvu.
Kuna vijana walikuwa wako pale wanaishi. Nilipowaomba tufanye ile kazi, wakasema wao hawawezi kufanya ile kazi. Kwa hiyo ilibidi nifanye mwenyewe. Lakini wakati natoka wakaniambia, Faza, tuachie shilingi 2,000. Bwana Yesu asifiwe. Wakati natoka wakaniambia, Faza, tuachie shilingi 2,000. Maana yake hawataki kufanya kazi, ila wanapenda kupata hela. Tukawafundishe vijana kufanya kazi bila kuchagua kazi. Ujitambue uko katika hatua gani, upo katika level gani. Pale ulipo fanya kazi kadiri Mungu atakavyokuwezesha na Mungu atakubariki. Tusidharau kazi. Kila kazi ina umuhimu. Lakini vile vile na sisi ambao tumepata bahati ya kuwa kwenye maofisi mbalimbali, ya kufanya kazi, ya kufanya biashara, tusidharau hata mtu wa chini. Awe msichana wa kazi, awe mfagiaji, awe mbeba mizigo, mthamini kwa nafasi yake. Pasi kuwepo yeye, wewe umeteteleka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niombe sana kwa sababu kumekuwa kuna changamoto kwenye maeneo yetu ya kazi mengi, kuna tabia ya kudharauliana. Kuna bosi akimwona mfagiaji anamdharau kama huyu ni mfagiaji. Lakini ameshindwa kuelewa ili ofisi iwe safi lazima mfagiaji awepo. Akimwona mhudumu anamdharau kuwa huyu ni mhudumu. Lakini ameshindwa kufahamu ili mafaili yatembee apate na yeye chai pale, lazima awepo mhudumu. Kila mmoja ana umuhimu wake. Vivyo hivyo hata katika kanisa kuna umuhimu. Awepo mhudumu wa kuhudumia watu hapa, wawepo wanakwaya wa kutuimbia kwa ajili ya kutufungulia milango ya mbinguni kwa nyimbo. Tunawahitaji katika nyumba za ibada. Bwana Yesu asifiwe. Basi msaidizi wa askofu, mimi nisiongee sana. Nimalize tu kwa kusema Mheshimiwa Mkwaya nielekeza nije nitoe ahadi yake. Ni kidogo lakini naomba nitamke kama alivyonielekeza. Ameahidi kuchangia shilingi 2,000,000. Mfungulia milango. Kwa hiyo tumuombee milango hiyo mfunguke ili aongeze. Asante sana. Nashukuru sana. Amen. Mimi niombe kwa heshima kubwa, ambaye hajapata baraka hizi pia asiondoke bila kuipata. Sasa natoa bei ya jumla. Hizi flash nauza kwa shilingi 20,020. Naomba mwenye 20,020 nyoosha mkono uleteo flash tumalize. Salamu Yesu wa Tuombe. E Mungu mwenye neema na rehema, wewe umejaa fadhili nyingi. Tunakushukuru kwa namna ambavyo Baba umetufadhili sisi watoto wako. Asante kwa ajili ya wema, fadhili na uaminifu wako katika maisha yetu. Asante kwa watoto wako ambao Mungu wamejitoa kwa moyo kwa ajili ya kusapoti kazi yako katika usharika wetu. Libarikiwe, lihimidiwe jina lako, e Bwana. Kila mmoja ametoa kwa moyo wa ukarimu. Kila mmoja ametoa kwa moyo wa kupenda. Baba, tuseme nini mbele za uso wako zaidi ya kukushukuru na kukutukuza wewe, mfalme uliye juu. Asante kwa ajili ya watu wako walionyosha mikono yao kutolea sadaka zao za shukrani, ahadi, jengo, fungu la 10 na sadaka zingine zote ambazo ziko madhabahuni pako. Bwana Yesu, naomba madhabahu yako ikawahudumia watoto wako.
Neema yako na uweza wako ukawafunike. Asante kwa ajili ya mheshimiwa mgeni rasmi ambaye Baba tumesikia katika madhabahu hii ya kwamba ana jambo la kifamilia linalomsibu. Mungu tunakusihi ukaachilie neema yako, ulinzi juu ya jambo hilo, na amani ikarejee kwenye familia. Tunaomba utukufu wako na uweza wako kwenye kazi zake, Bwana, kama mkuu wa wilaya hii. Falme ukaendelea kumwongoza. Tunaiombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukaendelea kuiongoza, Bwana. Tunamleta mbele zako Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu na mawaziri wote na wengineo wote wenye mamlaka katika nchi hii, ili waendelee kutulea kwa haki, amani katawale, na furaha ya watoto wako wa Tanzania ikazidi kuongezeka. Tuepushie hatari na magomvi ya kila namna. Tuepushie kila aina ya magonjwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Hata tuliposikia kwamba yapo baadhi ya magonjwa yamerudi katika nchi yetu na katikati ya watu, Mungu, mioyo yetu ilishtushwa. Lakini tuna amani kwa sababu wewe ndiye unatujua vema. Tunakusihi kila aina ya ugonjwa katika nchi hii, katika miili ya watu wa Mungu hawa, tunaukataa na tunaufuta kwa jina na damu ya Yesu Kristo iliyomweka msalabani. Baba, ukawabariki watu wao katika kazi zao. Ofisi zao zikapate kuwa ni mahali pa amani na makimbilio. Biashara zao zikapate kuwa ni mahali ambapo watu wako wajipatia mahitaji kwa furaha na amani. Utukufu, enzi na mamlaka zina wewe tangu sasa na hata milele. Kwa yeye Yesu Kristo aliyetufundisha kuomba hivi. Baba yetu uliye mbinguni, nanyi tumhimidi Bwana. Pokeeni baraka za Mungu ninyi nyote mnomtegemea Mungu katika roho na kweli. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Matendo yangu yote Kwa majina mimi naitwa Eunice Nkia, mwenyekiti wa kwaya kuu ya Tumaini KKT usharika wa Bigwa. Ukimjua Mungu hakuna litakaloshindikana. Tunaanza kwa Mungu, then tunaenda kwa serikali, na Mungu ndio tunayemtambua zaidi. Ushauri wangu mimi kwa vijana leo hii, ninapenda kuwashauri vijana, kwanza wajitume katika kazi. Vijana waache uvivu. Vijana wawe nguvu kazi ya taifa na ya kanisa pia. Kwa sababu kanisa linategemea vijana na serikali inategemea vijana. Wakati mwingine tujiongeze, tutumie akili za kuzaliwa za kujiongeza ili tuweze kunufaika katika maisha yetu. Tusiwe watu wa kukaa kusubiri. Tuachane na mambo ya kwenda kukaa kwenye pool table. Utakuta vijana labda asubuhi tu pamekucha yuko kwenye pool table. Mimi nikipitaga nikiwaangalia huwa najiuliza sana, wamefanya kazi saa ngapi mpaka saa hizi wako mahali hapa? Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana, naomba tuamke, tujitume, tuwe watenda kazi, kwa sababu nguvu kubwa tunayo sisi vijana. Kwa hiyo katika hili naomba vijana mwe wasikivu sana, tujiendeshe katika haki sawa ya ustahili wa jinsi ya kufanya kazi ili tuweze kutenda mambo mazuri yanayompendeza Mungu na serikali kwa ujumla. Asante sana kwa maelezo hayo. Sasa hebu tusikie pia kutoka kwa mmoja wa viongozi wa kanisa kuhusu umuhimu wa huduma ya muziki katika kumtukuza Mungu.
Kwa jina naitwa Olais Ole Mungaya, ni mwimbaji wa kwaya Tumaini kwa kuu ya usharika. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ni siku ya pekee sana ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yetu kwaya usharika, na tumekuwa na ujumbe mzuri sana wa usinipite Mwokozi. Ujumbe huu umetuleta kwa kipindi cha miaka 25 ya uimbaji katika usharika wetu. Tangu tulivyoanza uimbaji mwaka 2000 na sasa ni 2026, huu ni mwaka wa 26 tangu kikundi kianze. Kwa kipindi chote tumekuwa tukimtumikia Mungu kwa uadilifu kabisa, na Mungu amekuwa pamoja nasi katika utekelezaji wa majukumu yake ya kumtumikia. Jambo la pekee ambalo tunaweza kusema kwamba ni jambo zuri sana, kila mtu ana talanta aliyopewa na Mungu, na talanta hiyo ni lazima itumike, kwa sababu lengo la Mungu kumpatia mtu talanta ni ili atumie kwa ajili ya kuzalisha, kufanya kazi ya Mungu. Kwa upande wa vijana, vijana ndio nguvu ya kanisa, na kanisa linawategemea sana vijana. Tunaomba vijana wajitume sana katika kufanya majukumu ya usuyo imani ndani ya kanisa, ili waweze kuwatoa elimu hata kwa vijana wengine, ili waweze kurudi na kumtumikia Mungu vizuri. Katika kufanya hivyo, tunajenga taifa linalomheshimu Mungu. Lengo kubwa la kanisa pia ni kuwakomboa watu kutoka umaskini wa kimwili, kiroho, kiuchumi na kijamii. Katika kuwakomboa katika umaskini wa kimwili, kiroho, kiuchumi na kijamii, tunaanzia kwa vijana, hasa watoto pia, lakini watoto wakishalelewa vizuri, wakifikia ngazi ya vijana, watakuwa ni kanisa zuri. Ni baadaye lengo kubwa ni kuwa na watu wazima wanaojitosheleza na wanaojua wajibu wao na kumheshimu Mungu na kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwa hali hiyo, katika kumaliza kipindi hiki cha kumaliza uzinduzi wa albamu yetu, tunaenda kumtumikia Mungu. Katika kwenda kumtumikia Mungu ni sehemu pia hamasa kwamba tutahamasisha vijana pia waendelee kumtumikia Mungu. Mungu awabariki sana. Na sasa hebu tusikie kutoka kwa mmoja wa wanakwaya kuhusu uzoefu wao katika maandalizi ya albamu hii. Kwenye hii albamu changamoto niliyokutana nazo ni kwamba kwa kweli nilipata kigumizi sana tulivyoingia studio, kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza. Hatujawahi kuingia studio, sijawahi kurekodi. Kwa hiyo ile ilikuwa kwangu ni ngumu kidogo, lakini baada ya tulivyokuwa tunazidi kuimba nyimbo zetu, niliendelea kupata uzoefu na mpaka tulivyomaliza kurekodi mkanda wetu. Kwa wanaosikiliza ile mkanda wetu, ningependa ile ni salama mikononi mwake, kwa sababu siku zote ukiwa salama mikononi mwa Mungu unapata amani na furaha sana moyoni. Kwa hiyo hata ninapoimba ule wimbo nasikia moyo wangu unabubujika sana kwamba niko salama mikononi mwa Mungu. Asante sana kwa ushuhuda huo wa kuvutia. Kwa hakika kazi hii imebeba ujumbe mzito wa kiroho.
Hii siyo albamu tu, ni ujumbe wa maombi, ni sauti ya imani, ni wito wa neema ya Mungu. Maandalizi ambayo sisi tulijiandaa ni kwanza kutiana moyo sisi wenyewe kwamba hili jambo tunaliweza. Kiukweli mazoezi tulikuwa tunafanya zaidi, tena tulibadilisha hata wakati mwingine muda. Sisi kama kawaida huwa tunakuwa tunafanya mazoezi saa 11 siku ya Jumanne, Alhamisi na Jumamosi. Lakini wakati wa maandalizi ya kwenda kurekodi tulifanya zaidi. Tukawa pengine kuna wakati mwingine tulikuwa tunafululiza. Kuna wakati mwingine pia tulikuwa tunaongeza masaa. Wakati mwingine tunaanza sasa, tunasema tutaanza saa 12 ya jioni mpaka hata saa 2 na watu wana moyo, na tumefanikiwa katika hilo. Mimi kama mwalimu wa kwaya ninamshukuru Mungu. Ninafurahi sana kwa kukamilika kwa albamu hii, kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu tukiwa tunatamani kabisa kwamba tukarekodi na kukamilisha. Mimi kama mwalimu namshukuru Mungu kwamba sasa tumekamilisha. Kwaya ya Tumaini, usharika wa KKKT Bigwa, sauti ya matumaini kwa utukufu wa Mungu. Ndugu mtazamaji, karibu ungane pamoja nasi kusikiliza albamu hii ambayo itakutia moyo, itakuvusha katika mengi, itakuwa sehemu ya faraja, lakini pia utaungana pamoja nasi kumtukuza Mungu kwa nyimbo nzuri utakazokutana nazo humu. Kwa maswali zaidi tunakukaribisha usharika wa KKKT Bigwa. Karibuni nyote.